laiti tuliokoka tungeweza kuelewa, tusije kuwa tunahangaika tena. Lakini hayo ama uzima huo sasa uweze kufanya hicho, uweze kufufua, yanitaka mimi kutambua hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanipasa mimi kutambua hilo, alafu niishi katika hilo. Nikiishi katika hilo, ndipo nitaliruhusu sasa lile neno ambalo limebeba uzima ule uwe hai ndani yangu, na itaanza kufufua vitu katika maisha yangu. Kama vitu vilikuwa vimekufa, vitaanza kufufuka. Kama vitu vilikuwa vimeharibika, vinaanza kufufuka na kuanza kurudi kwenye oda. Maisha yangu yanaanza kurudi kwenye oda. Haleluya. Na hayo ni mambo ambayo mimi natamani kila mtu aliyeokoka aweze kuyaelewa, kwa sababu ni vitu ambavyo vimejificha. Ndio maana mimi nikasema mimi siwezi kukufundisha kwa kuambia sijui nini mpende Mungu, hapana. Kwa sababu kuna vitu ukivifahamu vitakupa wewe kuishi hayo ambayo unayasikia wewe kila siku, ambayo kupaswa hata kuyasikia, ambayo ndio nakupa sasa wewe, ili uweze kujua namna gani utakavyoishi. Ndipo Mungu sasa aweze kujua mtoto wangu ametia moyo ufahamu, na katika kutia moyo ufahamu, kwa hiyo anaachilia sasa vile vilivyokuwa vimekusudiwa kwa ajili yako, ambavyo vimetiwa sasa uzima, viweze kuanza kufunction. Vinaanza kutenda kazi automatic, kwa sababu havihitaji struggle, havihitaji hata mimi kufanya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mara nyingi nawaambia viko vitu vya kuombea na kuna vitu ambavyo vya kuombea. Vitu ambavyo vya kuombea ndio hivyo, kwamba uzima ukishaingia ndani yako, kuna vitu ambavyo wewe shetani anataka ama hataki lazima vifufuke. Lakini vitafufuka wakati mimi nimefahamu. Sasa mimi nikishafahamu, sihitaji tena kwenda kumwambia Mungu naomba. Unaomba nini? Wewe uzima umeingia ndani yako. Sasa tumia huo uzima kufufua. Haleluya. Tumia huo uzima kufufua kile, ama kuruhusu sasa vile vilivyokuwa vimekufa ndani yako viweze kufufuka. Haleluya. Kwa hiyo kwa hiyo ndio hali halisi ambayo ya sisi tuliookoka tunatakiwa sasa kutangaza. Unatangazaje? Sio kwa kusema, sio kwa kupiga kelele. Unaporuhusu ndio utakuwa unatangaza ile bidhaa sasa. Si nimesema baada ya kutangaza product ya shetani? Sasa utakaporuhusu vile, wewe sasa unaanza kutangaza ile product ya Mungu, ambaye siku zote Mungu anatafuta nani atakayeweza kutangaza product zake. Product za Mungu za kutangaza ni kuruhusu sasa ule uzima wake sasa utende kazi, ama uingie katika ukamilifu ndani yetu, ili sasa Mungu aweze kufunction, aweze kutenda kazi ndani ya mwanadamu huyu, ili watu wengine wakiangalia watake kujifunza, watake kujua kulikoni, mbona wewe ni hivi, mbona mimi nimeokoka lakini hivi, mbona kwangu kuko hivi. Hapo ndipo utakapowapa sasa kwao, unaachilia kile ambacho ni halisia katika mtu. Kwa sababu tumesema kwamba shetani hawezi kutoa kitu ambacho hana. Hawezi. Na yeye hata akaja kwa sura nzuri namna gani, lakini mwisho wa kwisha hana kwingine atakako kupeleka zaidi ya kukuingiza kwenye vifungo. Na Yesu Kristo katika sura yote atakayokuja kwako, ya kukukemea, ya kukuadhibu, ya kukuonya, ya kukufundisha, ya kusema na wewe, lakini hana zaidi ya kukupa isipokuwa kukuweka kuwa huru. Kwa wakati mwingine hata kama anakukemea, hata kama anakuchapa, hata kama anakuonya kwa jinsi yoyote, lakini kwa ajili ya kukuondoa sasa kwenye kifungo ambacho wewe ukioni lakini yeye anakiona, ili akuweke huru. Haleluya. Kwa hiyo tumeona hapo kwamba shetani hawezi kutoa kile ambacho hana uzima, na hawezi kutoa uzima. Na Yesu Kristo anao uzima, ndio anautoa na kuachilia uzima ndani yetu. Kwa hiyo shetani kwa sura yoyote atakayokuja, ndio pale vitu ambavyo Biblia inasema viko vitu vinavyoonekana kwetu ama mbele yetu kwamba ni vyema ama ni vizuri, lakini na iko pia njia ambayo inaonekana ni njema nzuri mbele yetu, lakini mwisho wake ni uangamivu. Kwa sababu hiyo ndio sura anayokuja nao shetani.
akakuletea ukaona kwamba hichi ni chema, lakini sicho chema. Baadaye anakuja kugeuzia kibaba. Kwa hiyo hizi ni hatua ambazo mwanadamu ama mtu aliyeokoka anafikia ama kuwa nayo, kwamba hatua zozote hizo mpaka mwili unatekeleza yale na ulimwengu kushuhudia. Ulimwengu utashuhudia maeneo hayo mawili ya utendaji na baada ya utendaji, kwamba kama jinsi ulimwengu ulivyoshuhudia katika utendaji, ndivyo ambavyo ulimwengu utashuhudia wakati ukiwa kwenye kifungo, wakati ukiwa korokoroni. Kwa sababu atakapokuingiza korokoroni, kuna vitu ambavyo vitajionyesha kwako. Na anapokuingiza korokoroni ili sasa akutumie vizuri. Sijui nitaiweka kwenye sura gani, lakini anapokuingiza korokoroni ama hapo kwenye kifungo, ni kwamba amekufanya umekuwa mali yake yeye. Kwa nini amekufanya uwe mali yake? Kwa sababu alikuona ulifanya kazi nzuri sana ya kudisplay product yake. Kwa hiyo sasa anachukua nafasi ya unakuwa mali yake yeye, ili sasa aweze kukutumia apendavyo na atakavyo. Hivyo ina apply kwake pia Yesu Kristo katika maisha yetu ya wokovu, katika yale mema ambayo ulimwengu utashuhudia katika utendaji wa mwili, na katika yale mema ambayo yaliyotendwa ambayo ulimwengu umeshuhudia baada ya utendaji, ndio yatakayomfanya Yesu Kristo sasa kukuweka katika nafasi fulani ya udhihirisho wa kwamba wewe ni mali yake. Kwa nini? Kwa sababu ulifanya vyema kudisplay bidhaa yake yeye. Kwa hiyo sasa anakuchukua na kupeleka katika ngazi nyingine ya utendaji. Pale anaanza kuachilia kwako vitu vya juu zaidi ya vile ambavyo ulikuwa unavifanya. Kwa nini? Umekuwa mwaminifu katika kile kidogo, sasa anakuweka katika kikubwa tena. Anajua kama uliweza kuwa mwaminifu katika hichi, na hichi pia utaweza. Ndio anaenda na wewe, anakufikisha pale, anakudhaminisha tena. Anajua utaweza na unafanya. Sasa kwa upande wa shetani, akikuingiza pale korokoroni, anakuona na kufanya kwamba wewe ni mali yake, anaanza sasa kukutumikisha. Kwa sababu amekuingiza pale korokoroni ili aweze kukutumia vizuri. Na hiyo ni hatua ambayo mtu anafikia mahali pa kuwa, sijui Kiswahili nasemaje, wazungu wanasema addicted. Yani unakuwa kama vile mateja wa utaunga. Mtu anaanza alafu anafika mahali anakuwa hawezi kuishi bila kuvuta sio kula kufanyaje wanafanya. Anapokosa anahangaika, ndio anaweza akafika mahali akakuta hata kuku wa mtu akamchukua ili akauze tu apate pesa, kwa sababu inakuwa tayari imeshakolea ndani ya mwili wake kiasi ambacho anapokuwa hajavuta anakuwa hayuko sawa, ila akivuta kwake anaona yuko sawa. Nafikiri umeelewa hiyo. Kwa hiyo amekuwa addicted. Kwa hiyo huyu aliyekuwa anauza, anatambulisha na kusambaza bidhaa za shetani, anakuwa sasa anaingizwa kwenye hatua nyingine ya addiction, kwamba akiingia katika hatua hiyo, ina maana mtu huyu anakuwa sasa hawezi kuishi bila kuifanya dhambi hiyo. Anaweza sifa sana. Ashaisambaza. Watu wameshachuma, wamekula. Yeye sasa yuko korokoroni, amekuwa mtumwa wa dhambi hiyo, kwamba hawezi kuishi bila dhambi hiyo. Ndio hapo na ushuhuda tumekuwa tuna. Yaani leo mchungaji wao umepita kule. Mimi nitatumia shuhuda hizo za leo. Yule kijana ambaye anasema ni mwana mchungaji wake akifanya sijui nini, alafu naye akaanza kufanya vitu vya ajabu na mke, lakini akaanza kutembea na wasichana hapo mtaani kwake bila kujali na hata kusikia kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho alikiona akaanza kukifanya. Na alipoanza kukifanya akatangaza vizuri ile bidhaa ya shetani, na matokeo yake shetani sasa akamchukua akamweka kifungoni. Kwa hiyo tunapowekwa kifungoni, ndio ile hali ambayo mlikuwa mnamuona nayo, haoni tena watu yeye. Hajali watu. Kwake sasa anaona ni sahihi, kwa sababu ameshaingizwa kwenye hatua ambayo hawezi kuishi bila kuyafanya haya. Kwa hiyo nyinyi hata kama mnamuona yeye hajui tena, ina maana kwake yeye anatimiza. Kuna kitu anakitimiza, kuna agizo
ambalo yeye kama mfungwa lazima alitimize. Chukua watu ambao walioko magereza. Mtu yoyote aliye gerezani haishi kwa matakwa yake tena. Anaishi kwa matakwa ama kwa amri ya gereza, si ndio? Kama anatakiwa kuamka saa 10 ya usiku, yeye hawezi sema mimi naamka saa 2. Kama nyumbani kwake alikuwa anaamka saa 3 na sasa hivi amefungwa kwa magereza, ataamka hiyo saa 10, anataka kwa viboko ataamka. Kwa sababu hakuna mtu atamwacha alale. Wanaposimama kwenye parade, mimi sijui kwa sababu sijaingia gerezani. Sijui kama wanakujaga maskari kukagua huko ndani, kama inakuwaje mimi sijui, lakini wanahesabiwa. Ninachojua ni kwamba wanahesabiwa. Kwa hiyo anapoonekana huyu hayupo, yuko wapi? Eti wewe unafikiri umelala kwa sababu kama vile uko kwako. Pale pana amri nyingine kwa sababu umekuwa ni mfungwa. Kwa hiyo unatakiwa kuishi na kutenda ukitii sheria za hapo. Kwa sababu wewe ni mfungwa sasa. Sasa huyu mtu sasa tunayezungumza habari zake katika hatua hii sasa ameingizwa korokoroni, ndio mtu wa namna hiyo. Kwa saa 10 natakiwa muamke, mnapigishwa paredi nyote. Maana nyinyi ni wafungwa. Kila mmoja alifungwa kwa kosa lake. Mwingine alibaka, mwingine aliiba, mwingine alifanya nini, mwingine alifanya hivi, mwingine alidhulumu. Kila mmoja kwa kosa lake. Kila mmoja pale alikuwa na bidhaa yake anaye display, na sasa ndio ikamuingiza pale. Na mnaingizwa kwenye paredi sasa. Ili sasa mwanze kupangiwa sasa ni nini mnakwenda kufanya, sio wanakwenda kulima, sijui wanafanya kitu gani, wanakufanyiwa huko gerezani. Kwa hiyo sasa pale ni amri ya gereza kulingana na ratiba zao ndio utaenda nayo. Sasa unapokuwa umeingizwa kifungoni kwa namna hiyo, ni kwa amri sasa ya shetani na kwa ratiba ya kwake ndio utafanya. Kwa hiyo kama ulikuwa unafanya uzinzi kwenye siri, hapo utaitoa hadharani. Wanaweza sifa sana. Kwa sababu sasa unatembea kwa amri yake. Si pale mwanzo alikuacha uifanye kwa jinsi yoyote ile kwa sababu alikupa wewe kuidisplay. Alipoona tu watu wameidaka akasema huyu sasa ngoja tumuingize huko ndani. Ndio anakuingiza korokoroni. Kwa hiyo sasa pale unatakiwa sasa ufanye kwa amri yako. Kama ni kwenda na mtoto, ndio unakuta unasikia mtu sijui amebaka mtoto, sijui yeye amefanya hivi. Yaani kwamba unalazimika kufanya vile kwa sababu ile tamaa inayokuwa inaingia ndani yako haitokani na kitu kingine chochote, inatokana na jinsi ambavyo ulivyokamatika wewe na kuingizwa kifungoni, na kwamba unawajibishwa kuyafanya hayo na ni lazima uyafanye, na usipoyafanya unapokea adhabu. Kwa sababu mtu yeyote aliye kifungoni la sharti afanye kile anachotakiwa kukifanya, na asipokifanya kuna adhabu zake pia lazima atazipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu huyu anapokuwa amefika katika hatua hii, ni kwamba anakuwa amefikia mahali ambapo hawezi tena kuacha na hawezi kuishi bila kuyafanya hayo ama hicho alichokuwa anakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu aliyeokoka na akawa anafanya dhambi kisirisiri, then akafikia wakati wa dhambi ile inakuwa imekuwa waziwazi, na maana mtu huyu anakuwa hana uwezo tena wa kuzuia kujizuia asitende dhambi hiyo. Mtu huyu anakuwa ameingizwa korokoroni tayari ama kifungoni. Kwa hiyo hapo shetani anakuwa anakuwa ameshaharibu. Shetani anakuwa sasa hicho kipindi sasa hicho. So mimi naenda na nyinyi hatua. Hicho sasa ni kipindi ambacho shetani anakuwa ameharibu ule mfano wa Mungu. Na maana nikasema mchungaji amepita hapo kwa sababu hapo ndio alikuwa anapita, na Mungu ana kitu na sisi. Kuna mahali anataka kututengenezea mazingira ya sisi kuingia mahali katika lile kusudi lake. Kwa hiyo shetani anakuwa ameharibu mfano wa Mungu, ameharibu na sura ya Mungu. Unaona? Mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Sasa anapoharibu vitu hivi kwa mtu huyu, kwa nini anakuwa ameviharibu vitu? Kwa sababu sasa kule kifungoni hautakuwa kama jinsi ulivyokuwa uraiani. Kwa hiyo chochote ambacho ulichokuwa unafanya, ulivyokuwa unavaa, ulivyokuwa unakula, ulivyokuwa unaishi, vyovyote vile hautakuwa navyo tena, ila pale utaishi, utakula, utavaa kila kitu kwa amri ya gereza. Kwa hiyo kuna ule mfano wa Mungu unakuwa umeibiwa. Sitapita sana hapo kwa sababu tumeshajifunza asubuhi. Nitayasema tu yale machache ili niweze kuvuka hapo. Tunapoangalia kwamba mfano wa Mungu unaoibiwa ni kitu gani? Mfano wa Mungu unaoibiwa ama unaokuwa umeibiwa kwa mtu huyu ni ile pumzi ya Mungu.
ambaye ndio pattern, pumzi ya Mungu inakuwa imeibiwa. Pumzi ya Mungu. Kwa nini pumzi ya Mungu? Kwa sababu Mungu alipompulizia mwanadamu pumzi yake ili awe nafsi hai, ilikuwa ni kwa ajili ya kumuishi yeye Mungu. Anaitwa sifa sana. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa amekiandaa kwa ajili ya mwanadamu huyu, ndio akampulizia pumzi ya kwake ili mwanadamu huyu afanane na yeye. Anaitwa sifa sana. Mwanadamu huyu sasa ili aweze kukifanya alihitaji ile pumzi ya Mungu ili kumuingiza katika nafasi ya uungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo aweze kufanya, kutenda, kuishi sawa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio tunaona kwamba mfano wa Mungu ni ile pumzi ya Mungu ambaye ndio pattern sasa ya mwanadamu. Tukisema kwamba Mungu alituumba kwa mfano wewe, ni ile pattern sasa ambayo Mungu alituumba ama alitufanya nayo. La pili ni kwamba Shetani alikuwa ameharibu nini? Mtazamo wako. Mtazamo wa mwanadamu, kwa maana ya mtazamo wa Mungu kwako wewe mwanadamu. Kwamba Mungu kwa kupitia ile pumzi sasa, ina maana kuna jinsi ambavyo mwanadamu anatakiwa ama alitakiwa kuwa katika mtazamo wa kimungu, katika aidha kuona, ambaye nilifundisha juzi, kusema, kusikia, kutenda na kadhalika, kuishi. Kwa hiyo ule mtazamo wa Mungu kwetu sisi mwanadamu ndio pia ulipotea ama uliibiwa. Kwa sababu hapo sasa mtu huyu yuko pale korokoroni, hawezi tena kuwa na mtazamo wake kama alivyokuwa anaishi. Tukitoa mfano wa gereza, mtazamo wake alivyokuwa anaishi duniani katika uraiani, alikuwa anaweza akawaza, akafanya vitu fulani, akafanya kazi, unaona, akatenda mambo, akasema vitu fulani, lakini pale hawezi tena. Kwa hiyo kile kimeondolewa kwake. Mtazamo wa sasa pale kwenye gereza la kawaida ni ule mtazamo wa utu wa ubinadamu wake unakuwa umeondolewa. Kwa hiyo yule mtu yuko pale tu anasubiri tu yeye ndio afanye nini. Kwa hiyo hawezi tena kuwa na mtazamo wote kama vile ambavyo mtu akiwa kwenye uraia unapanga. Hata sasa hivi mtu mwingine ameshapanga hapa kama nikitoka kwenye ibada nitaenda huku, nitafanya hivi, nitafanya. Ukiwa pale hauna ratiba yako na huwezi kuipanga. Kwa hiyo uko tu unasubiri. Mtakuja kuitwa mwele wako. Mkitoka pale mnapelekwa. Mkiwe mnafanya leo ndio siku ya kupelekwa mahakamani. Leo yani hivyo. So hiyo inakuwa imeibiwa. Cha tatu ni kwamba kile ambacho Mungu angeweza kukitazama kwa mwanadamu ili kupata picha yake ndani ya mwanadamu kiliibiwa. Kiliibiwa. Kwa sababu mtu huyu sasa hana chochote cha kwake anachoweza kufanya. Hana uwezo hata wa kujizuia asiyafanye hayo. Kwa maana hiyo ni kwamba kuna kitu ambacho yeye alikuwa nacho kama mwanadamu katika utu wake, ambacho watu wakitazama walikuwa wanaweza wakapata picha fulani ndani yake, hata wakajifunza kutoka kwake. Katika gereza la kibinadamu hawawezi tena kukiona, kwa sababu mtu huyu yuko gerezani na kila mtu akienda kumuona anamkuta amevaa uniform za gereza. Kama huku alikuwa anavaa suti, lakini pale akavaa nguo za gereza. Kama huku alikuwa anaenda kwa kinyozi kila wiki kunyoa, pale wana mtindo wao na wana jinsi yao. Kwa hiyo yule mtu anakuwa amepoteza. Kuna kitu ambacho watu walikuwa wakimtazama wanaona, yani ile hadhi yake iliyokuwa inatokana na muonekano wake inakuwa haipo. Yule mtu akienda kuangaliwa gerezani anaonekana ni mtu wa ajabu, sio yule ambaye walikuwa wamezoea kumuona. Kwa hiyo hicho kimepotea. Kinakuwa kimepotea kwa sababu mtu huyu anapokuwa anaishi kwa kuyafanya hayo sasa akiwa korokoroni, ina maana kwamba
kuna ule uhalisia wa uongo ndani yake unakuwa haupo, kwa sababu Mungu anapoitafuta picha yake kwa mwanadamu huyu ambaye ilitakiwa ionekane kupitia ile pumzi yake aliyoweka kwa mwanadamu huyu, haioni. Kwa hiyo ukimtafuta Mungu kwa mwanadamu haonekani. Kwa nini? Kupitia yale anayoyafanya, aliyokuwa addicted nayo, kwa sababu sasa yuko korokoroni. Kwa hiyo anayafanya yale. Ukitaka kumuona Mungu ndani ya mwanadamu, huwezi kumuona Mungu ndani ya mwanadamu anayeishi kwa uzinzi, anayeiba, anayefanya mabaya, bali utamuona kwa sura kwa yale mema atakayokuwa anayafanya, ndio utaweza kumuona Mungu ndani ya mtu huyu. Kwa hiyo sasa kile kinakuwa kinapotea, kwa sababu sasa huyu mtu anaonekana tofauti. Kwa hiyo Mungu anapotafuta sasa, anapotazama wewe ama kutazama mtu huyu aliye kifungoni, ili apate picha halisi ya yeye kama Mungu, kama jinsi alivyomuumba, ama ili aweze kupata picha halisi ya yeye kwake, ama ya uhai kwake yeye, kwa ajili ya uhai wa huyu mtu, ama kwa ajili ya uhai wake Mungu ndani ya mtu huyu, ambaye Mungu aliweka uhai na uzima ndani ya mtu huyu kupitia wokovu, kama tulivyojifunza, anakuwa hauoni, kwa sababu mtu huyu hayafanyi tena yale mapenzi ya Mungu, ambaye kwa kusudi la kuingiziwa pumzi ya Mungu ndio ilikuwa ayafanyi hayo, ilikuwa ayaishi hayo. Kwa hiyo sasa hayaishi wala hayafanyi. Kwa maana hiyo Mungu anatafuta ajione pale, hajioni, kwa sababu Mungu anataka ajione yeye kwetu sisi. Ndio maana tunasema kwamba sisi, Yesu akasema sisi ni chumvi ya dunia hii. Kwa nini sisi ni chumvi? Kwa sababu kuna kitu ambacho kiko ndani yetu. Mtu anapokuwa ameshaokoka, amerudishwa sasa kule mwanzo, kama tulivyojifunza na tumekuwa tukijifunza hii. Kwa hiyo sasa ulimwengu unatakiwa uone kitu, unatakiwa uone Mungu sasa kupitia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa inakuwa mtu haonekani tena, Mungu haonekani tena. Kwa hiyo kwa sehemu ndogo tu, sikutaka kuongea sana kwa sababu tumejifunza sana kuhusu asubuhi. Nimeona kwa sehemu ndogo tu niweze kusema hiyo, kwamba kuna ule mfano wa Mungu unapotea kwa mtu huyu, kwa sababu sasa anakuwa amevalishwa mfano mwingine. Mfano mwingine tu ndio yuko nao, na mtu akitaka kumuona shetani basi amtazame yeye, ndio atamuona shetani katika matendo. B, sura. Hiyo sura, likeness, ambayo imeibiwa ni nini? Sura iliyoibiwa ni ile sura ya Mungu ambayo tumeipokea sisi kupitia Yesu Kristo. Sasa mtu anapokuwa ameingizwa korokoroni, ile inapotea, inakuwa haipo. Kwamba ulikuwa umeokoka, kwa hiyo ile sura ya Mungu ambayo ilikuwa ndani yake imebeba upendo, imebeba uvumilivu, imebeba huruma, haionekani tena. Imebeba utakatifu, inakuwa haionekani tena. Inakuwa haionekani tena. Kwa sababu tumeipokea tena sura ya Mungu kupitia Kristo Yesu. Kwa sababu Kristo Yesu ndo alikuja ili kumdhihirisha Mungu kwa wanadamu, ili Mungu aweze kupata tena nafasi ya kuwa na wanadamu, ili tuweze kushiriki tena kile ambacho alichokuwa amekiweka katika ama wakati wa uumbaji. Sasa tumekipokea katika wokovu, na sasa mtu anapokuwa ameingia katika kukafilika mpaka akafikia hatua hiyo ya kuingizwa kwenye korokoro hilo, basi vyote hivyo upotea. Mtu huyu, upendo wa Mungu unapotea kwake, na utakatifu unapotea, hata huruma, uvumilivu na mengineo mengi yanakuwa yanapotea. Kwa hiyo unakuta mtu ameokoka, lakini anakuwa na sura ambayo ni nyingine. Unajua utukufu wa Mungu unakaa kwenye paji la uso wa mwanadamu. Utukufu wa Mungu umejianika hapa. Ndiko ambako unapoweza, hata kabla mtu hajazungumza, unaweza kaisoma hofu ya Mungu kwa mwanadamu huyu. Kwa sababu ule utukufu unaokuwa umekaa hapa ndio unaozungumza, ndio unaosema, ndio unaomtambulisha mtu huyu.
Sasa mtu anayekuwa tayari yuko kwenye kifungo hawezi tena kuonekana akiwa na sura ya Mungu. Haitakuwepo ndani yake, haitaonekana kwake, maana ule utukufu ambao ndio unaobeba haupo tena, kutokana na yale ambayo anayoyaishi sasa ama kuyafanya. Sura ya Mungu inaonekana kwetu kupitia Yesu Kristo. Naona ndio maana tunapaswa kujifunza na kumwakisi Kristo Yesu. Usitamani kufanana na mwanadamu awaye yoyote, bali tamani kufanana na Yesu, kwa sababu ile sura ya Mungu twaipata kwa Yesu kupitia jinsi alivyokuwa ama jinsi alivyo na tabia zake. Alikuja kuifunua sura ya Mungu hapa duniani na akaishi katika kuifunua kupitia maisha yake ya kila siku, tabia alizokuwa anatenda na kazi alizokuwa anazifanya mpaka siku anaondoka. Kwa hiyo sura ya Mungu inaonekana kwetu kupitia Yesu. Tabia ya Yesu ndiyo sisi kama kanisa tupashwa kuwa nayo. Na ndiyo hapo mtu anapokuwa amechukuliwa na kuingizwa kwenye korokoro ama kuingizwa kifungoni, hawezi tena kubeba tabia ya Yesu. Kwa maana hiyo ile sura ya Mungu lazima ipotee, haitaonekana kwake. Hata kama atasema ameokoka, hata kama atasema mambo gani, lakini sura ya Mungu haitaonekana kwake. Kwa maana mimi huwa nasema kuna vitu ambavyo tunajitahidi, inabidi tujitahidi kuweza kuhakikisha kwamba tunaishi hivyo, ili kurudisha ama kuiweka sura ya Mungu iumbike ndani yetu. Sura ya Mungu ikiumbika ndani yetu, kama nilivyosema, utukufu wa Mungu utaonekana kwa nchi. Kuna mtu mwingine anataka kusema ameokoka, unamwangalia, hatuhukumu, lakini unaangalia alafu unasema wewe, kwa sababu amesema basi unaliachia hapo. Lakini kwa nini inakuwa hivi? Inakuwa hivyo kwa sababu kuna ule utukufu unamzunguka mtu na unatufunika, kwa sababu ya kile ambacho tunakuwa tumekibeba sisi, ambacho ni sura ya Mungu. Kwa hiyo tunapoibeba ile sura ya Mungu ndani yetu, ndio ule utukufu wake unaambatana sisi. Na tunapokuwa ile sura haipo, utukufu wake unaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ule utukufu wake huo unakuja na unakaa na Yesu na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unakuta Roho Mtakatifu pia anakuwa hayupo wala hawezi kukaa kwa mtu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tabia ya Yesu ndio twapaswa tuwe nayo ama tuiishi, ndipo tuweze kusema kwamba, ndipo pale tunaweza kusema kwamba jamani, ukitaka kumuona Mungu, aseme mtazame Mika. Mtazame Mika. Kwani kuna vitu viashirio viko kwake ambavyo mtu akimtazama Mika katika matendo yake, tabia zake, mwenendo wake, jinsi yake, ataiona sura ya Mungu kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo ndivyo ambavyo inavyotakiwa kwamba sisi wana wa Mungu tuliookoka, ndivyo inavyotakiwa kwamba ulimwengu muone Mungu kupitia sisi. Kwamba tupaswa sisi kusema jamani, Paulo alikuwa na ujasiri akasema, mtazame mimi, unifuate mimi kama mimi ninavyofuata Kristo. Kwa sababu ule ujasiri aliupata kwa sababu gani? Kwa sababu vile vielelezo vilikuwepo kwake. Lakini leo kanisa twapaswa kuwa na ujasiri huo. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo tunavyotakiwa kuwa. Sasa yale mashaka ambayo yanayojengeka kwetu ndiyo ambayo yanadhihirisha kwamba hatuna uhakika na kile tulichokipokea. Hatuna uhakika na sura ya Mungu kwamba iko kwetu. Lakini yeye alishaachilia, ameiachilia na inakaa kwetu. Lakini kwa sababu ya mambo haya ambayo tumeyaona, tukiangalia na watu kuingiza korokoroni na kadhalika, ndiyo inaleta shida. Soma twende katika kitabu cha Yohana tuweze kumalizia. Yohana sura ya 14.
Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani alisema kabisa, alikuwa na ujasiri. Sura ya 14 mstari ule wa 7. Kwa 7 anasema, utaanzia wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Anaitwa asifiwe sana. Unaona jinsi ambavyo Yesu Kristo alisimama kudhihirisha ya kwamba Baba yuko ndani yake na yeye yuko ndani ya Baba. Wataka kumuona Baba, tazame mimi Yesu ndio huyu. Na ilikuwa ni ngumu, hicho kilikuwa chakula kigumu sana kwa watu kuweza kukipokea. Kwa sababu gani? Watu walikuwa hawaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa hiyo ikawa inaleta shida sana kwa wao kuweza kupokea hicho. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa kwetu sisi tulio wana wa Mungu. Yaani hayo ndio matazamio ya Mungu kuona kwetu sisi kama watoto wake tulivyo. Kwamba wakati mtu ambaye hajaokoka anataka kumuona Mungu ama anataka kumuona Yesu, basi amuone kupitia sisi. Na ndio maana kule mwanzo nikasema kwamba injili ya kweli inayohubiriwa ni ile inayotokana na kile nilichopokea mimi, nilichokula mimi katika vyenzo vya Mungu, ambapo sasa matunda yake mimi nayaishi na kuyatenda. Sasa ndipo watu sasa wanapotaka kumuona Yesu ama ninapotaka wamuone Yesu, basi wayaone matendo yangu, wayaone maneno yangu, waone mwenendo wangu, wayaone maisha yangu, ndipo waweze kumwamini Yesu. Kwa hiyo ndio hicho ambacho Yesu alikuwa akiwaambia hapa. Sasa mtu anapokuwa ameingizwa kwenye korokoroni kwenye jela ama kifungo, hawezi kuyaona, hawezi tena kuakisema, hawezi tena kusema kwamba mtazame mimi Mungu ataonekana, utakuwa umemwona Mungu, kwa sababu katika jinsi alivyo na mahali alipo na yale anayoyatenda, Mungu hawezi onekana pale hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu anapokuwa katika hiyo hatua sasa, anapokuwa korokoroni, mtu akishaingia kwenye hatua hiyo, kumbuka tunajifunza somo la ukombozi. Kwa hiyo kuna mahali tunaelekea ili tuweze kufika mahali ambapo ndio sasa tutaingia kwenye kiini cha somo. Kwamba mtu anapokuwa ameingizwa korokoroni, tazama ni mtu aliyeokoka huyo. Akishaingizwa kule korokoroni, shetani huwa anafanya nini? Anafunga anga la mtu huyo. Analifunga anga lake. Ni vile vile mtu anatoka katika jela ya kawaida. Mtu aliyoko jela, lile gereza, ukuta wa gereza kwanza ni mrefu. Mtu atakikaa pale na kama sisimizi amesimama hapo. Kwa sababu hata akafanya nini, hakuna mahali anaenda. Wamesilibiwa, yaani madirisha yenyewe hawezi kutoka kule ndani. Na hakuna kitu kinaweza kikaingia wala kikatoka. Hata wakiongea sauti zao zinaishia pale pale ndani. Kwa hiyo mtu huyu anga lake linafungwa. Na anga la mtu huyu likifungwa, ndio pale sasa mawasiliano kati yake na Mungu yanakuwa hayapo. Na mawasiliano yake yanapokuwa hayapo, ina maana yanakatika. Mawasiliano yakisha katika, ina maana ushirika haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushirika kati yake na Mungu, kati yake na Bwana Yesu unakuwa haupo. Wakati huo ndio Roho Mtakatifu anakuwa ameshaondoka, hayuko ndani yake tena. Kwa hiyo huyu mtu anabakia tu, yuko tu. Na hao tunao wengi sana leo. Lakini ukiangalia hizi hatua zinaenda mpaka inafika mahali fulani mtu anakuwa katika uharibifu mkubwa sana. Ila shetani anakwenda naye kwa hatua tu. Akimaliza hatua hii, anaingia hatua hii. Haeleki vyote kwa pamoja pale. Anamtengenezea mtu mazingira, hata wakati anapokuwa anafika mahali pagumu, anakuwa hatambui alifikaje hapo. Kwa sababu zile hatua ambazo anazokwenda nazo zinakuwa ni ndogo kabisa. Huku juu mwanzoni kule, hata wakati ana display zile products za shetani, anga linakuwa bado liko wazi. Hata akiomba, Mungu anasikia. Ndio maana wakati huo mtu anakuwa hajui, anaona kwamba bado yuko salama.
kwa sababu anasema mbona nimuomba Mungu akanijibu? Mbona mimi nahubiri nafanya muujiza na miujiza inatendeka? Kuna vile vitu ambavyo mtu anaona kwamba Mungu bado yuko na mimi, ambapo vile vinamtengenezea mazingira yeye, shetani anamfanya awe kwenye comfort zone katika hali ambayo yuko nayo. Anaendelea. Kwa hiyo anaona yuko sawa. Akishaendelea anafika mahali ndipo anaingia kwenye hizo hatua. Mtu anawekwa korokoro, sura inaondolewa ya Mungu, mfano wa Mungu unaondolewa, anga sasa linafungwa. Sasa anga likishafungwa ndipo pale tu sasa anabaki kuwa mtupu. Yaani anabaki kuwa mtupu kabisa, mtupu. Anakuwa hana kitu tena ndani yake, kwa sababu vilivyojaa ndani yake vilikuwa ni vile ambavyo ni vya shetani. Kwa hiyo mawasiliano yake yamekatika, na kwa jinsi hiyo mtu huyu anakuwa hana tena jinsi, kwamba hata akiomba maombi yake hakuna mahali anaenda, na hata Mungu akiyasikia, hata yakienda, Mungu anamtazama, hajibu, anakaa kimya. Sana huo ndio wakati ambapo Mungu anaweza akaanza kutengeneza mazingira ya watu kuanza kumfuatilia. Utakuta sasa akiona sasa anaomba sana, Mungu anasema, anaanza kuleta, kanionyesha mimi labda habari zako mbaya, anaonyesha labda unakufanya zile. Sasa ni kwamba Mungu anaanza kuandaa mazingira ya kwanza kukufikiria wewe, lakini yeye hawezi kukufikiria tena, maana anga lako na yeye limekatwa. Kwa hiyo ili aweze kukufikia wewe inabidi apitie sasa kwa yule ambaye anga liko sawa. Kwa hiyo anapita kwake yule aweze kufika. Na mfano tunao wakati hata Daudi alipokuwa amefanya makosa yale, akamchukua mke wa Uria, akaenda akamuoa, na Uria akamuoa. Alipomaliza kumuoa tu anga lake limefungwa. Sasa Mungu hawezi tena kusema naye. Kwa hiyo ikabidi Mungu ashuke kupitia nabii. Akasema na nabii, ndio akamwambia nenda akaseme na yeye. Hivyo ndivyo Mungu anafanya. Kwa hiyo huo ndio wakati ambapo anga likiwa limefungwa, mtu anaanza kupokea, watu wanaanza kuonyeshwa habari zako mbaya, pokea labda maovu. Sasa anaanza kuitwa, kuonywa, kutana na wakati. Sasa katika yale mazingira alionayo, unakuta ni ngumu mtu huyu kuweza kusikia. Tuende katika Petro, some ni andiko la mwisho na tumalizia hapo. Hata hii anga tutakuja kuimalizia Jumapili ijayo. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 12. Hicho ni kipindi ambacho mstari wa 12, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 12. Anasema, mtaanzia kuanzia mstari wa 10. Anasema, kwa maana atakayekupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usiseme mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake kusikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Kwa hiyo mtu anakuwa amefika katika kiwango hicho, mbele za Bwana anahesabika kama mtenda mabaya. Yaani hicho ni kipindi ambacho basi Mungu anatoa sasa nafasi ambayo anaitoa Mungu sasa ni ile kupitia wale wengine ambayo angalau sasa liko sawa na Mungu. Kwa hiyo ndio anasema nao, atawaletea ndoto, ama atasema tu kaseme na mtu wangu hili, kaseme na yule hili. Hivyo bali kwa hiyo sasa ujumbe wa Mungu utakufikia, ama Mungu atakufikia, lakini sio direct kupitia yeye mwenyewe, bali ni kupitia watu wake. Kwa maana anasema kwamba kupitia watenda mabaya yeye huwa hasikii maombi yao, kwa sababu anakuwa hasikii maombi yao kwa sababu uso wake unakuwa uko, kwa sababu wale wakuu wa gereza ambao ama ile gereza lililowekwa ndio wamefunga anga. Kwa sababu kumbuka pale mwanzo tulisema kwamba shetani anaanza kummiliki yule mtu, anajimilikisha, anamown yule mtu, ndipo anapokuwa amemuingiza sasa kwenye kifungo. Na katika kifungo kile, ili aweze kummiliki, lazima akate vile vyenzo ambavyo vilikuwa vya yule mmiliki mwingine. Kwa hiyo anapovikata ndipo yeye anabakia kuwa mmiliki. Ndio maana tunaona kwamba anga la mtu yule linafungwa.
na ninapofungwa mtu yule hata akapiga kelele vipi ndani ya gereza lile, sauti yake haiendi, na kama itapenya itaenda, bado Mungu hawezi kumfikia kuweza kutoa pale ila kupitia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame.